maswali itakayoulizwa na hatua kwa hatua ndiyo itakayotuonesha jinsi ambavyo Wapentekoste wamekuwa sasa sio Wapentekoste, ni jina tu Wapentekoste. Na siku ya jana nilikuwa nazungumza na mchungaji mmoja ninayemheshimu sana. Yule mchungaji alikuwa anazungumza na mimi mambo fulani yanahusu mambo ya huduma. Tulikuwa nasema siku ya leo, nyakati hizi tulizo nazo leo, watu wanaitwa wachungaji waonekana kama ni wahuni tu fulani. Na hii ni kutokana na watu wengi wanafanya hao wanaoitwa wachungaji wa Kipentekoste. Kumbuka miaka ya zamani, kama Mwalimu Nyerere aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baba wa taifa la Tanzania, alikuwa na uwezo wa kupeleka mbuzi kwa mtumishi wa Mungu Moses Samuel Kulola nyumbani kwake. Maana yake rais wa nchi alikuwa ameheshimu mafuta iliyokuwa juu ya mtumishi wa Mungu, juu ya masihi wa Mungu huyu Moses Kulola. Lakini leo inaonekana kama ni wahuni tu, vijitu tu fulani vitapeli havieleweki. Ni kutokana na maisha, watu wanajiita wachungaji, wengi wamekuwa maisha machafu. Maisha yao yamekuwa ya wizi tu, ya kuibia watu. Hawana huruma na roho za watu. Wanawaza kupokea, wanawaza pesa zaidi. Wanawaza pesa sana kuliko roho ya mtu kwenda mbinguni. Na akiwepo mtu mwenye pesa kanisani, utaona ataanza kupewa kipa. Hata kama amebaka, utaona mshirika wangu mmoja ambaye anaitwa Daniel. Dani alitokea kwenye kanisa fulani huko maeneo ya Bukoba. Akawa anasema kaka mmoja alikuwa na hela kanisani. Kutokana na hela zile, basi alikuwa maisha yake ni machafu, na watu wakawa wanatoa taarifa kama huyu mtu maisha yake ni machafu. Mchungaji kwa sababu anaona na hela, basi akawa tu anampumzisha, yani anamuondoa eti kwenye kwaya sijui, alafu anamweka pembeni. Huu ni upuuzi tu wa kawaida. Biblia haisemi hivyo, anasema muondoeni yule mbaya, wa Korintho wa kwanza 5:13. Muondoeni yule mbaya. Sio mweke nyuma kama makanisa mengine ya Kipentekoste yanavyofanya. Eti wanamweka mzizi nyuma. Haya ni madangulo. Kanisa unamweka, yani Biblia inasema nini? Biblia inasema chachu kidogo uchachua nini? Uchachua donge zima. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Chachu kidogo uchachua donge zima. Biblia inasema katika Wakorintho kwanza sura Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mpaka mstari wa 6 hasa naweza kutosha. Wakorintho kwanza 5:6. Nasema kujisifu kwenu siku nzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo ulichachua donge zima? Jitu zinzi kwa mujibu wa Biblia anapaswa kutengwa, aondolewe nje ya kanisa. Ndivyo Biblia ambavyo inazungumza. Huyu ndugu mzinzi huyu, badala ya kuondolewa kanisani akaachwa, matokeo yake katembea na kabinti fulani, kampa ujauzito, alafu jamaa mwenyewe alikuwa ameoa. Alafu binti aliyetembea kapata ujauzito, kumpangia chumba. Wazazi wa binti wakasema unatakiwa kumuoa. Anamuoaje wakati ana mke? Ndio kanisa linashtuka. Na jamaa sasa akaanza kuacha kuja kanisani. Hii ndio maana tunaonekana tu ni wapenda hela tu. Mimi nimekataa. Kama mchungaji mtakatifu, mimi nimekataa kuishi maisha ya kimbwa hayo. Mimi nimeyakataa hayo maisha. Nimeyakataa moja kwa moja. Mtu akiwa mzinzi kwangu atawekwa pembeni, atatengwa. Na sio mmoja ambaye nimeweza kutengwa kanisani. Na nilisema kunakuwa na sababu kwa nini mtu atengwe kanisani. Sababu ni 3. Moja, dunia ijue kwamba kanisa sio tatizo. Tatizo ni huyu mtu aliyefanya dhambi hiyo. Ndio maana anawekwa pembeni. 2, kwamba dhambi ya mtu huyu inapoachwa kanisani, maana yake hii ni chachu kidogo inaweza kuchachua donge zima. Watu wengine wanaweza akawa na kumbe pamoja na mtu anaweza kufanya uzinzi, kumbe anaweza akaendelea tu na uzinzi wake, kumbe sio tatizo. Kwa maana yake huyu anaweza akachafua na wengine. Lakini 3, kumfundisha huyu aliyefanya dhambi kwamba kama ukiendelea na uovu huu, maana yake kuna siku Mungu atakutenga milele na milele katika ziwa la moto. Kwa hiyo